Ni kukaribishe sehemu ya 6 ya somo letu linalosema je, unaweza kuishi bila kufanya ngono. Somo la 5 tuliangalia kitu cha pekee sana, kuzuiwa kuoa. Tukasema hakuna anayezuiwa kuoa. Ukimzuia mtu kuoa, wewe unachukua nafasi ya Mungu, wakati Mungu mwenyewe hakumzuia mtu kuoa. Tuliongea vizuri sana. Mungu katupa uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo mwenye uhuru, mwenye mamlaka ya kuamua kuoa au kutokuoa sio yeyote yule isipokuwa wewe. Ni kweli kuoa sio lazima na kukaa bila kuoa pia sio lazima, ni uchaguzi wako, lakini sio kwa kupangiwa. Hupangiwi na mtu, ila ni wewe mwenyewe. Kama upo single, una uhuru wa kuchagua. Kama una kumbukumbu vizuri na unanifatisha kwenye hii series tunaoendelea nayo, ambao Mungu akitubariki tunazo series 16 mpaka 18 hapo, na leo tuko series ya 6. Kama unaenda vizuri na mimi, mara ya mwisho tunamaliza hapa, tunaondoka, tulifikia point nikakwambia somo la 6 tutakuja kuangalia si tu kuumbwa kuwa mwanaume kulimfanya Adamu afae kuwa mume. Narudia tena, ni muhimu sana. Si tu kuumbwa kuwa mwanaume kulimfanya Adamu afae kuwa mume. Sikiliza vizuri, ni kweli Adamu aliumbwa, lakini kuna vitu alivihitaji kabla ya mwanamke. Na nitakuuliza swali wakati tunaelekea huko mbele, unafikiri kipi muhimu? Kile kitu unachokihitaji kabla ya mwanamke ama mwanamke, especially kwa mwanaume? Turudi kwenye kitabu cha Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Twende kwenye kumuumba Adamu. Mwanzo 1 fungu la 26, Mungu alisema haya maneno. Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Nimekosea. Hapo nimeenda 2 fungu la 18, tutarudi. Twende 1 fungu la 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hii Biblia yako ukisoma, kuwa makini sana. Hii fungu linalosema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Mimi napotaka uangalie kwa makini sana, Mungu akasema na tumfanye mtu. Neno mtu halina jinsia. Najua unaweza ukawa umeshangaa ninaposema neno mtu halina jinsia. Akili yako inaweza kaa imejiuliza, pastor anamaanisha nini anaposema neno mtu halina jinsia? Kwa mfano, sasa hivi hapo, au uko darasani, ama mko sehemu wengi mmechangamana, mwanamke na mwanaume, alafu mtu akasema naomba mtu mmoja aje hapa, jinsia gani itakwenda kwa yule mtu inayofiti kwenye neno mtu aliyewaita? Yaani mimi sasa hivi mko 4, 5, 6 mmekaa sehemu moja, alafu mimi niseme naomba mtu mmoja aje. Umewahi kujiuliza ni upi atakwenda, wa kike au wa kiume atakaye kwenda? Ndio maana nasema neno mtu halina jinsia. Ana uwezo wa kwenda mwanamke, maana ni mtu. Ana uwezo wa kwenda mwanaume, maana ni mtu. Kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 26, naomba tusome pamoja na wewe ili unielewe ninachokisema. Inasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hapa kwenye hili fungu hajasemwa mwanamke wala hajasemwa mwanaume, ila amesemwa mtu. Kwa hiyo mtu aliyeumbwa na Mungu, haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni mwanaume, wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Twende vizuri. Sifa ya kwanza ambayo mwanadamu anaipata kutoka kwa Mungu ni image na likeness, sura na mfano. Hiyo ni sifa ya kwanza mwanadamu anapoumbwa, na hii sifa haiko kwa mwanamke, haiko kwa mwanaume. Hii sifa iko kwa wote wawili. Maana mwandishi Mungu wakati anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, hakuwa amefanya specification kwamba huyu mtu ni mwanamke au ni mwanaume, ila amesema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Kwa hiyo mtu ni mwanamke na mtu ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume wamepewa sifa za pamoja. Mwanaume ana sura ya Mungu, mwanaume ana mfano wa Mungu. Mwanamke ana sura ya Mungu, mwanamke ana mfano wa Mungu. Na rudi kwenye Biblia yako usome, wote wawili, hakuna aliyeambiwa mmoja, wote wawili wakaambiwa hili neno, wakatawale, na sio wakatawaliane.
Kwa hiyo mwanaume na mwanamke wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanamke na mwanaume wote wawili wameruhusiwa kutawala. Kwa hiyo kutawala ni kwa wote wawili, usije ukajichanganya na fungu ambalo nitakusomea hapa. Watu wengi wanachanganya. Fungua kitabu cha Mwanzo 3, Mwanzo 3 fungu la 17, nianzie hapo. Inasema hivi: akamwambia Adamu, kwa kuwa, ngoja nianzie juu kidogo, fungu la 16. Akamwambia mwanamke. Hapa ni Mungu anamwambia mwanamke, lakini baada ya dhambi kuingia. Nisikilize vizuri ndugu msikilizaji, sikiliza vizuri na mtazamaji. Biblia inasema hivi: akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Neno mwanamke kutawaliwa linatokea kwenye Mwanzo 3, lakini kwenye Mwanzo 1 na Mwanzo 2 halipo neno kutawala, kutawaliana. Kwa nini? Kwa sababu Mwanzo 1 na Mwanzo 2 ndivyo Mungu alivyotaka dunia iwe. Lakini ukienda Mwanzo 3 ni binadamu walivyoenda kinyume na Mungu, wakala tunda. Mungu anataja matokeo ya kwenda kinyume na Mungu. Matokeo ya kwenda kinyume na Mungu: mwanamke, tamaa yako itakuwa kwa mwanaume; mwanamke, mumeo atakutawala; mwanamke, utazaa kwa uchungu. Hayo ni matokeo ya kwenda kinyume na Mungu anavyotaka. Sasa sisi hatupaswi kuishi na matokeo ya dhambi, tunapaswa kuishi Mungu